Pavel Durov, mmoja wa wanzilishi wa jukwaa la ujumbe wa haraka Telegram, amezua gumzo baada ya kufichua kwamba anagawa utajiri wake kwa watoto wake ambao anadai kuwa wanafika 106. Kwa mujibu wa gazeti la Le Point la Ufaransa, Durov mwenye umri wa miaka 40 alisema kuwa utajiri wake ambao unakadiriwa kufikia dola bilioni 17.1 kwa mujibu wa jarida la Forbes umegawanywa kwa watoto wake wote bila ubaguzi, na anasema ana watoto 6 aliowapata kwa njia kawaida ya uzazi, lakini pia amekuwa mfadhili wa manii, yani sperm donor, kwa zaidi ya watoto 100 katika nchi 12 tofauti. Nilianza kutoa manii kuwasaidia marafiki, alisema, lakini mengine yote yalikuwa ya faragha. Alisisitiza kuwa hana ubaguzi wa aina yoyote kati ya watoto waliopata moja kwa moja na wale ambao walipatikana kupitia mchango wake wa manii. Nataka kufafanua kuwa sitoa tofautisha watoto wangu. Kuna wale waliopatikana kwa njia ya kawaida na wale waliotokana na mchango wa manii yangu. Wote ni watoto wangu na wote watakuwa na haki sawa. Hakuna mtoto yote atakayepokea urithi huu hadi mwaka 2055, sawa na miaka 30 tangu siku moja na wao, yani Juni 19 mwaka 2025, alisema Durov. Nataka waishi kama watu wa kawaida, wajijenge wenyewe, wajifunze kujitegemea, waweze kuunda mambo mapya bila kutegemea akaunti ya benki, alieleza. Durov alisema ameamua kupanga mgawanyo mali yake kwa sasa kwa sababu kazi yake inahusisha hatari, akirejelea changamoto mbalimbali za kisheria alizokutana nazo kupitia jukwaa lake la Telegram. Telegram ilianzishwa mwaka 2013 umepata umaarufu duniani kutokana na uwezo wake wa faragha na usimbaji wa mawasiliano. Lakini umaarufu huo pia umeibua maswali ya usalama na matumizi mabaya ya jukwaa hilo na wahalifu. Mwezi Agosti mwaka 2024, mamlaka za Ufaransa zilimshtaki Durov kwa madai ya kuhusika kwa njia isiyo moja kwa moja katika uendeshaji wa jukwaa linalowezesha vitendo haramu, ikiwemo unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto, biashara ya dawa za kulevya, udanganyifu wa mitandao, kwa mujibu wa The New York Times na NBC News. Hali ya kesi hiyo haijawazi, lakini Durov aliambia The Point kuwa hakuna hata mara moja ambapo imethibitishwa kuwa mimi ni mwenye hatia ya kitu chochote. Aliongeza, kutetea uhuru hujenga maadui wengi hata ndani ya mataifa yenye nguvu. Telegram kwa upande wake imedai kutumia mbinu mbalimbali za kudhibiti maudhui ya sofa na kukabiliana na tabia haramu kwenye jukwaa hilo, kama ilivyoripotiwa na NBC News. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.